Kitabu cha Isaya sura ya 11 mstari wa 2, ukianza ule mstari wa kwanza, anatamka Isaya na tabiri, anasema litatoka chukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Mstari wa 2 anaonyesha sasa, baada ya hilo tawi kuzaa matunda, nini kitaambatana na hilo tawi lenye hayo matunda. Anasema Roho ya Bwana atakaa juu yake. Hilo jambo la kwanza ambalo litaambatana naye ni Roho ya Bwana kukaa juu yake. Jambo la pili ni roho ya hekima kukaa juu ya huyo mtu tena. Jambo la tatu ni roho ya ufahamu, roho ya ushauri. 4, 5 roho ya uweza. 6 ni roho ya maarifa, na 7 ni roho ya kumcha Bwana. Mambo haya masaba ndiyo yanaonyesha utendaji wa Roho Mtakatifu katika kuleta ustawi wa maisha ya mwamini. Utendaji wa Roho Mtakatifu katika kuleta ustawi wa maisha ya mwamini. Mungu wetu asifiwe sana. Kwa muhtasari tu, tulisema Roho wa Bwana ambayo ndio eneo la kwanza hilo. Roho wa Bwana kukaa juu ya mtu inamaanisha ni kupakwa mafuta, kuwa anointed, kupakwa mafuta. Kwa hiyo unaona Yesu anaitwa Mesia, Masihi, kwa sababu amepakwa mafuta. Luka 4:18 Yesu mwenyewe anasema ya kwamba na Roho ya Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenipaka mafuta. Kwa hiyo kupakwa mafuta ndio kunaonyesha kwamba Roho wa Mungu yuko juu ya mtu. Lakini kupakwa mafuta kuishi hapo. Unapopakwa mafuta na Roho wa Bwana, ni lazima atakupatia uweza, atakupa nguvu, lakini pia ni lazima atakusaidia kukabiliana na kila upinzani ambao unakutana nao. Mungu wetu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa nini ni muhimu sana upakwe mafuta? Kwa sababu kwanza unahitaji nguvu. Tunaelewana sawa sawa? Na hii jambo la pili, kwa nini ni muhimu sana upakwe mafuta? Kwa sababu unakutana na changamoto na upinzani kila wakati, na ni lazima ukabiliane nao. Kwa hiyo haya mafuta ndio yatakusaidia kukabiliana na upinzani. Mungu wetu asifiwe sana. Na Yesu alipata hiyo neema ya kupaka mafuta, akajawa na nguvu za Roho Mtakatifu, lakini pia akakabiliana na kila upinzani ambao alikutana nao. Jambo la pili ni roho ya hekima, ndio tuliangalia. Hii ni roho ambayo inakusaidia kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kuna aina ya maamuzi hautaweza kukabiliana nayo, ama kuna aina ya mambo hautaweza kuyatatua kama hauna hekima. Ni lazima hekima iwe juu yako ili uweze kuyatatua. Mungu wetu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe sana. Hebu fikiria ya kwamba Yesu asingelikuwa na hekima wakati ule ameuliza swali ya kwamba je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari? Fikiria kama asingekuwa na hekima, kwa sababu kama angalisema si halali, inafaa watoe kanisani tu sadaka, wangesema kwamba anaipinga sheria ya nchi, anakataa kulipa kodi. Kwa hiyo ingekuwa ni rahisi sana Yesu kumshika na kumfunga gerezani, lakini kwa hekima aliyokuwa nayo anawaambia naonyesheni sarafu. Wanamletea, anawaambia hii picha ya nani? Kaisari. Mpeni vya Kaisari, na vya Mungu mpeni nani? Mungu. Hiyo ni hekima. Mungu wetu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili utatue changamoto na matatizo unayokutana nayo, ni lazima uwe na roho ya hekima. That is very important. Tukazungumza roho ya ufahamu,
Hii ni roho ambayo inakusaidia kuwa na uelewa mkubwa katika mambo mengi. Hiyo ni roho ya ufahamu, inakusaidia kuwa na uelewa mkubwa katika mambo mengi, na ili uweze kuyafanyia maamuzi. Roho ya ufahamu ndio inakusaidia kutumia hekima. Kama una roho ya ufahamu huwezi kuitumia hekima. Ukishapata ufahamu ni rahisi sana kuitumia hekima katika kutatua changamoto. Mara nyingi watu wengi ambao wanashindwa kutatua changamoto ni kwa sababu ufahamu umepungua. Tunaelewana sawa sawa? Jamani, amina. Changamoto walionayo Compassion Kiranjaranji ni ya mtu anayeitwa mwanajamii. Hawana mtu wa namna hiyo, na hiyo ni changamoto. Sasa wanamtaka mtu mwenye ufahamu sahihi akatatue hiyo changamoto. Ndio wanakutangazia hapa, tunatangaza, na wanamlipa. Changamoto niliwaambia ni fursa, si ni sawa watumishi wa Bwana? Changamoto ikitokea na ukaitatua, wewe ukitaka leo kufanikiwa, tatua changamoto. Ukitaka kupata fedha, katatue changamoto. Ifahamu changamoto iliyopo, nenda kaitatue. Mungu wetu asiwe sana. Kwa hiyo ufahamu ni muhimu sana, na hilo tuliangalia, tulishajifunza. Jumatano tulijifunza kwa habari ya roho ya shauri. Roho ya shauri. Isaya 9:6 anasemaje? Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ndio. Naye ataitwa jina lake mshauri wa nini jamani? Ndio hiyo niliitaka tu, hayo mengine tutatumia kwenye Christmas. Nitaka tu hiyo uione. Naye ataitwa mshauri wa ajabu. Umeiona hiyo sentence? Maana Yesu anapokuja ana assignment ya kushauri watu, ana assignment ya kuambia watu ushauri, lakini anaitwa, anatambulishwa kama mshauri wa ajabu. Mshauri wa ajabu. Na kwa nini Yesu anaitwa mshauri wa ajabu? Kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Amepakwa mafuta tayari, yeye yuko anointed, ni Mesia, amepakwa mafuta kwa ajili ya kazi hiyo. Mungu wetu asiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mshauri. Roho Mtakatifu ni mshauri. Una mambo unataka kuyafanya, Roho Mtakatifu ni mshauri. Una mambo unataka kuyajua, Roho Mtakatifu ni mshauri. Una mambo unataka kuyasema, uko ushauri na hekima ya Roho Mtakatifu ambayo itakusaidia kuyasema hayo mambo. Mungu wetu asiwe sana. Unataka ushauri kwenye maeneo fulani ya maisha yako, Roho Mtakatifu yupo, ndiye mshauri. Nazungumza na mtu sawa sawa. Nazungumza na mtu sawa sawa. Watu wengi hampigi hatua, si kwa sababu hamjui namna ya kupiga hatua, lakini hamjapata washauri sahihi watakaowasaidia kupiga hizo hatua kwa ubora na ufanisi. Unapokosa ushauri, umekosa mwelekeo. Unaelewa sawa sawa? If you miss an advice, you miss direction. Kwa sababu ushauri ndio unakupa mwelekeo wapi pa kwenda. Nazungumza na mtu sawa sawa. Na maisha ya kiroho lazima awepo wa kukushauri, ambaye ndio Roho Mtakatifu. Vinginevyo utakosa mwelekeo. Kila utakachoambiwa utakifuata, atakayekwambia utaendana naye, utashikamana naye. Kwa nini? Kwa sababu hauna mshauri wa ajabu. Wakienda kukuambia ili upone ni lazima ulale tukukanyage juu, tuwe tunakutembea juu, tunakukanyaga kuanzia kwenye miguu mpaka kwenye kichwa, kwa upako maalum wa siku 120 wa maombi. Utaambatana nao. Kwa nini? Huna mshauri wa ajabu. Naongea na watu sawa sawa. Faida kubwa ya Roho Mtakatifu kuwa mshauri kwenye maisha yako,
Faida kubwa ya Roho Mtakatifu kuwa mshauri kwenye maisha yako, anakuongoza. He guides your step. Anayaongoza maisha yako. Ninaenda haraka haraka kwa sababu nilishayafundisha Jumatano. Kwa hiyo kuna baadhi ya maandiko hapo juu nimeruka, na nitaenda kwa staili hiyo kwa yale ambayo nilishayasema Jumatano na Ijumaa. Mungu wetu asifiwe sana. Anakuongoza maisha yako. Maana ukiwa na Roho Mtakatifu ni rahisi sana kupata mwongozo. Ni rahisi sana kupata mwongozo. Ukiwa na roho ya shauri ni rahisi sana kuishinda dhambi na mazingira ya dhambi. Na kuna watu utashangaa wanafanya dhambi, lakini unaona hawawezi kuona kuna kitu kinaitwa hatia ndani yao. Yaani hasikii hatia ndani yake. Amekosa roho ya ushauri. Umewahi kukosea mahali fulani alafu utasikia ndani kama kuna kuambia ulichokifanya sio sahihi, unataka ufanye hivi. Kama umewahi, umeokoka. Kama hujawahi, bado sala ya toba tunayo. Na Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kukusaidia. Maana ukikosa huyo umekosa, una roho wa Mungu. Ndio tafsiri yake. Tunaelewana sawa sawa? Una roho wa Mungu. Na kwa sababu Biblia bado ipo na neno la Bwana lipo na Yesu alishakufa msalabani. Anasema tazama nabisha mlangoni. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua ataingia kwake. Kwa hiyo kama bado hujawahi kusikia kwamba hapa nimekosea, hapa nimeiba zaka hapa. Nimeiba zaka sehemu ya 10 nimeiba. Kama hiyo hujaisikia bado. Naongea na watu sawa. Bado. Bado una safari ndefu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna anayekuongoza. Naongea na mtu sawa. Ukikosa mwongozo, maisha yako yote yatapotea. Ukikosa kiongozi, una direction. Biblia inasema kipofu akimwongoza kipofu mwenzake wote watafanyaje? Watadumukia shimoni. Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Anasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Moja ya sifa kubwa ya kuwa mwana wa Mungu ni kuongozwa na Roho wa Mungu. Tunaelewana sawa sawa? Siku kwamba inatosha kwa kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako ndio kuwa mwana wa Mungu, lakini pia kwa kukubali kuongozwa na Roho. Hapo ndipo unakamilika kuwa mwana wa Mungu. Yesu asifiwe sana. Yohana 16:13 Yesu anasemaje? Anasema atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote. Hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, naye atawapasha habari ya mambo yajayo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akija kama kiongozi, anapokuja kwenye maisha yako, si tu kwamba anayaongoza maisha yako, lakini pia anazungumza kile ambacho amekisikia kutoka kwa baba yako. Yale ambayo baba anayawaza kuhusu maisha yako, yale ambayo baba anawaza kuhusu kazi yako, yale ambayo baba anawaza juu ya huduma yako, yeye Roho Mtakatifu ndio kazi yake, anayazungumza, anayanena. Tunaelewana sasa kwa Bwana? Lakini haishii hapo, anakupasha habari ya kesho yako. Maana hatima yako anaizungumza yeye. Anakueleza miaka 10 itakuwaje, miaka 20 itakuwaje. Anakuonyesha picha ya kesho. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Hapo anapofanyika kwanza kama nani? Kama mshauri. Nazungumza na mtu sawa sawa. Inawezekana umekosa washauri. Ulitarajia ungekuwa na mshauri kwenye familia yenu. Jomba wako, baba yako au mume wako angekushauri sawa sawa. Kama umekosa washauri, bado yuko mshauri wa ajabu, ambaye yeye ushauri wake ni wa ajabu. Manake ushauri wake haukupeleki upotevuni. Ushauri wake haukufanyi uangamie, ila ushauri wake unakuvusha na unakutoa eneo moja kwenda eneo jingine.